Bana, kwenye upande wa klabu ya Simba mambo hakuna kutulia kama ambavyo tunafahamu. Hii leo wanashuka dimbani kucheza na KMC. Ni moja mchezo ambao wanautazama kwa jicho la kiutofauti zaidi. Ni moja mchezo ambao kila mmoja anatazama ni namna gani hasa kwa upande wa klabu ya Simba watakuwa wanaonyesha uwezo wao mkubwa zaidi kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara, huku ikiwa kwenye upande wa michuano ya kimataifa tayari wameshatolewa kwenye hatua ya makundi. Sasa hapa tayari ninacho kikosi cha Simba ambacho kinatarajia kuanza kwenye mchezo hapo baadaye, ambapo kwa upande wa Mwalimu Steve Barker amekuja na mfumo wa kitofauti zaidi, ile 4-1-4-1, mfumo ambao mara nyingi anatazama zaidi kwenda kushambulia. Na kabla sija kwenda kutazamia kikosi, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu. Kwa upande wa golini yupo golikipa Jibrila Kasali. Golikipa ambaye tumeweza kumuona ni golikipa ambaye amekuwa ni mtulivu, ni mzuri kwenye maamuzi ya haraka. Jambo kubwa zaidi ambalo atakuwa kimhitaji kwa upande wa mwalimu ni yeye mwenyewe kuanzisha mashambulizi kwenye eneo la nyuma kwa kupiga pasi fupi pamoja na pasi ndefu pale ambapo inahitajika zaidi. Lakini pia kwenye upande wa beki wa pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Shomari Kapombe, beki ambaye amekuwa ni mzoefu ndani ya kikosi cha Simba na oza, ni mchezaji ambaye mara nyingi tumekuwa tukiona namna ambavyo amekuwa akisaidia mashambulizi. Yeye kitu pekee ambacho atakuwa anakifanya kwenye mechi hii ni ule kutoa upana zaidi kwenye eneo la pembeni na kuweza kupiga cross ambazo zitakuwa zina maamuzi sahihi, yani wale washambuliaji ambao wako kwenye eneo katikati kukutana na mipira hiyo. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto yupo Nixon Kibabage. Nixon Kibabage tangu ameingia ndani ya kikosi cha Simba ameweza kuonyesha uthubutu mkubwa na kuweza kutoa kiwango kizuri. Yeye ndiye ambaye atakuwa beki wa kufunga kabisa upande wa kushoto na kupanda kwa mahesabu zaidi kulingana na aina ya mechi ambayo Simba watakuwa wanacheza. Lakini pia kwenye upande wa beki wa katikati, mabeki wa katikati yupo Ismail Toure. Ismail Toure tumeweza kumuona kwenye mechi za hivi karibuni, amekuwa ni beki ambaye unaona kabisa kwamba kuna kitu zaidi ambacho amekuwa anakitoa ndani ya kikosi cha Simba. Kutokana na kile ambacho amekuwa anakitoa, ni beki ambaye sasa taratibu anaonyesha kabisa kuingia ndani ya kikosi. Lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Rashid Dirak. Kwa upande wa Rashid Dirak tunafahamu ni kiongozi mzuri kwenye eneo la ulinzi, ni beki ambaye amekuwa anacheza mpira aina yote. Yeye kitu kikubwa ambacho atakuwa anakifanya ni kusimamia mpangilio wa mabeki na kuzuia mashambulizi moja kwa moja ambayo KMC watakuwa wakifanya. Lakini kwenye mechi hii ameweka kiungo mmoja tu, tunasema kwamba yule kiungo mgumu, kiungo mkabaji, yupo Yusuf Kagoma. Yusuf Kagoma tunafahamu amekuwa na uwezo wa kusimama eneo hilo akiwa peke yake. Jukumu lake kubwa itakuwa ni kulinda mabeki na kuwa na utulivu zaidi kwenye eneo hilo la kiungo mkabaji. Lakini pia kwenye mechi hii unaona kabisa kwamba mwalimu anataka kushambulia zaidi viungo wawili washambuliaji kwenye mechi hii. Yupo Morris Abraham ambapo tumeweza kuona nguvu na uwezo wake wa kushambulia na kupiga pasi zile kwa uhakika zaidi. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtegemea zaidi kuunganisha mashambulizi kwenye eneo la katikati. Huko kwenye eneo hilo atasaidiana na Kratos Chota Chama Mwamba Lusaka. Chama yeye ndiye ambaye atakuwa mbunifu zaidi kwenye eneo hilo kwa sababu ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo wa kupiga pasi za mwisho, ndiye ubongo pia wa timu kutangana nafasi, akishirikiana yeye pamoja na Morris Abraham kwenye eneo hilo la juu. Lakini pia kwenye eneo la winga pembeni kulia yupo Kibu Dennis. Kwa upande wa Kibu tunafahamu namna ambavyo amekuwa anacheza na uwezo wa kupenya. Yeye kazi yake kubwa zaidi atakuwa akitumika zaidi kuvunja ulinzi wa KMC kupitia upande huu wa pembeni. Wakati wa winga pembeni kushoto atasimama Libas Gay, ambapo Libas Gay tunafahamu nguvu, uthubutu wa kupiga mashuti, atashambulia moja kwa moja kuingia ndani kwa ajili ya kuwasaidia washambuliaji, na pale ambapo zinapatikana nafasi atakuwa anaruhusiwa zaidi kwenda mbele zaidi. Lakini pia Selemani Mwalimu atasimama kwenye eneo la kushambulia. Kwa upande wa Selemani Mwalimu hajaweza kupata nafasi ya kuanza mara kwa mara ndani ya kikosi cha kwanza, lakini pia kwenye mechi hizi za KMC Mwalimu anatoa nafasi kwa upande wake akiamini kwamba kuna kitu kikubwa zaidi ambacho atakitoa ndani ya Simba na kwenye eneo hilo la ushambuliaji.